Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Kyela, kwanza kabisa mradi huu umefanyika kupitia mifumo ya aina mbili. Hapo awali tulitumia mfumo wa force account na hivi sasa tunatumia mfumo wa kudhibiti manunuzi ya umma ambao ni NeST. Hivyo kupitia mfumo huu mpya wa NeST kuwa ndio ulikuwa unafika muda sio mrefu, ulitupa changamoto ya matumizi, lakini pia kujua taratibu zake zinazotakiwa kufuatwa ili ufanye kazi kwa ufanisi ili kulinda matumizi ya fedha za umma. Japokuwa kwa sasa tumeimarika kiasi, kwani mradi unaendelea kukamilika. Hitimisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya siasa wilaya Kyela, tunapenda kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wetu wa mkoa, mkuu wetu wa wilaya, Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kyela, mkurugenzi pamoja na CMT yote ya halmashauri, Mheshimiwa diwani kata ya Talatala pamoja na wananchi wote wa Kiangala na wadau wengine wote waliofanikisha mradi huu wa zahanati kupatikana katika kijiji hiki cha Kiangala. Tunawashukuru sana, na habari njema tu ni kwamba punde si punde zahanati yetu itaanza kutoa huduma iliyokusudiwa, kwani tayari tumekushapokea madaktari wawili na wamekwisha kuja kuripoti na vifaa tiba vipo tayari kuletwa hapa kwenye zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kazi endelee. Mama Samia mitano tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru wewe na timu yako yote ya kamati ya siasa ya wilaya kwa ajili ya kuja kufanya ukaguzi wa ilani yetu, muone jinsi gani ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa hapa katika wilaya yetu ya Kyela. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ni mradi wa afya na ni zahanati yetu ya Kiangala ambao Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ziara yako ya utekelezaji wa ilani wa miezi 6 iliyopita pia ulifika hapa na ulitoa maelekezo kama katibu wetu alivyosema. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelekezo yale yalishafanyiwa kazi na mengine bado yanaendelea kufanywa kazi. Lakini nichukue pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya katika uboreshaji wa huduma za afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii tupo hapa Kiangala kwenye zahanati ya Kiangala, lakini kwa ujumla tu Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ndani ya wilaya ya Kyela. Na wewe Mheshimiwa Mwenyekiti ni shahidi. Tunapokuja hapa kushuhudia, kwa vile na wananchi wako hapa, lazima tuwaelezee na mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya ndani ya wilaya yetu kupitia miradi hii ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunao faraja kubwa sana kuwaelezea wananchi kwamba tayari kituo chetu cha afya cha Kilasiro kimeshafunguliwa, na pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametuongezea tena hela nyingine kukamilisha mradi ule, kwa maana ya kumalizia jengo la mionzi, lakini pia jengo la maabara ametupatia kiasi cha shilingi milioni 150, na Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi ule upo hatua za mwishoni kabisa kwenda kukamilishwa. Lakini sambamba na hilo, sisi tena tunamshukuru sana serikali ya awamu ya 6, tumeweza kufungua kituo chetu cha afya cha Itunge na chenyewe kimeshazinduliwa na mwenge uliopita na tayari kinatoa huduma kwa wananchi. Lakini kwa ujumla kwenye vituo vyetu vyote hivi vya afya, majengo ya kipaumbele ambao sisi mkoa wa Mbeya tuliapa ni majengo ya mama na mtoto, na dhumuni la kuwapa kipaumbele yakamilike kwa haraka ni kwa sababu tunataka tuenende na dhana ya Mheshimiwa Rais ya kupunguza vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametusaidia kwamba majengo yote ya mama na mtoto yamezinduliwa na yana vifaa vya kisasa, na sasa hizi sisi akina mama tunajifungua bila shida yoyote kwa sababu Mheshimiwa Rais ametupa vifaa vya kisasa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaweza tukashuhudia vifo vya mama na mtoto ndani ya wilaya yetu vimepungua kwa sababu ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais tumepata vifaa tiba vizuri ambavyo kwa kweli vinakwenda kutusaidia kupata huduma bora za afya, lakini pia zimekwenda kupunguza vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungulia kwa sababu tunavyo vifaa vya kisasa. Lakini kwa ujumla tunaishukuru pia serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Pia tumepata watumishi wa idara ya afya ambao pia wamekwenda kutusaidia kutoa huduma kwenye yale maeneo ambayo yalikuwa yana changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona ipo haja kwa sababu tupo kwenye mradi wa afya tuweze kupata picha ya kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya kwetu katika wilaya ya Kyela, ndani ya wilaya ya Kyela, kwa maana kwenye huduma za afya
kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini mwisho kabisa tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 na Mheshimiwa Rais kwa tukupatia fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kukamilisha jengo la mama na mtoto katika hospitali yetu ya wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, jengo lile litakapokamilika litakwenda kubadilisha picha nzima ya hospitali yetu ya wilaya, kwa sababu jengo lile ni jengo la kisasa, na wewe unaweza ukawa ni shuhuda, kwa sababu hospitali yetu ya wilaya ni hospitali ya siku nyingi na miundombinu yake mingi imechakaa, lakini jengo lile la mama na mtoto linatupa kabisa taarifa kwamba mama yupo kazini na mama anafanya kazi na mama anawaona kina mama. Ndio maana amejenga jengo la kisasa kwa ajili ya kuwahudumia kina mama, lakini pia kutoa huduma bora kwa kina mama wakati wanaojifungua na hata wakiwa na watoto wao wachanga, ikileta hela kwa ajili ya vifaa tiba na kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kwa sisi tunajivunia kwa sababu tunaamini wananchi hawa katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 hawana deni na Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameshamaliza kwenye upande wa huduma za afya na huduma nyingine Mheshimiwa Rais ameendelea kufanya. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nikukaribishe ili uweze kukagua mradi huu, lakini pia uendelee kutushauri namna gani kuhakikisha kwamba ilani hii ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa ufasaha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. CCM oyee! Kiongozi mkuu wa serikali DC Joseph Manase, katibu wa chama wa wilaya, mwenyekiti mwenzangu wa chama wa kata, mwenezi wa wilaya na viongozi wote wa chama na serikali, itoshe kusema itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. CCM oyee! Mama Samia safi. Safi. Kabla sijaongea ningemuomba basi Mheshimiwa Diwani kutupe salamu kidogo, kwa sababu nikiongea mimi nanyanyua galagu. Akitoka Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa kata uzungumze kidogo afu Kuambatana na msafara huu, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyowafikisha hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ufupi tu nina mambo matatu. Jambo la kwanza ni kushukuru wewe kupanga ziara kuja kwenye mradi huu. Ninakushukuru sana kwa sababu ujio wako ndio unaokwenda kuhitimisha ili wananchi hawa Kiangala kunufaika na huu mradi. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mkuu wetu wa wilaya, ni kweli umekuja mara nyingi hapa, maagizo yanatekelezeka lakini mengine hayatekelezeki. Yanayotekelezeka tunashukuru, lakini yasiyotekelezeka kwa ujio wako na wewe pia utusaidie, kwa sababu umekuja siku zote mtoto kwa baba ndiko anakolilia. Nasema haya kupitia mradi huu, maagizo anayotuachia Mheshimiwa Mwenyekiti ni upande wa ofisi ya manunuzi na ofisi ya engineer. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo tunaomba sana utusaidie, kwa sababu ofisi ya manunuzi ndio inayotusababishia kukwama kukamilisha hii miradi, kwa sababu kila viongozi wakienda kufuatilia changamoto ndiko ziliko dundamana. Kwa hiyo kwa ujio wako ulichukua hili, ofisi ya manunuzi aliko Makapala kule ndio anatupatia mkwamo mpaka saizi wananchi wanatuona Chama cha Mapinduzi hatufanyi kazi, lakini kwa kazi kubwa na usimamizi wako tunakushukuru sana. Kwa hiyo lakini la pili, kwenye changamoto hii ya ujenzi tuna mafundi wetu, lakini msimamizi mkuu ni engineer. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna ukarabati wa milango jinsi alivyofunga, sisi sio wataalamu, lakini unakuta kabisa milango ina hengo, imeachia haijabana, lakini tunapomhoji fundi anaruhusiwa kibali cha kufunga milango wakati engineer hajafika site. Tumejaribu kumtafuta engineer aje lakini hafiki. Kwa hiyo watu ukienda kukagua ile milango mpaka tulishauri kwamba wakati mwingine basi ziwekwe papi, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu wa mtu kila alichokisomea. Kwa naomba mawili hao Mheshimiwa Mwenyekiti utusaidie. Lakini la tatu la kabisa ambalo ni la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kutupa pesa nyingi, lakini tunatambua michango ya wananchi na wadau mbalimbali. Jengo hili sio pambo. Jengo hili Mheshimiwa Mwenyekiti tunakwenda kuitolea huduma jamii, na wana Kiangala wameipokea CCM na wanaipenda CCM. Lakini changamoto yake tunapokwenda kuikamilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na mkuu wa wilaya, mmepita hiyo barabara, mmeiona jinsi vilivyo. Mimi kama Mheshimiwa Diwani nimepambana kwenda kwenye ofisi ya TARURA, lakini tunachokwama ni pesa. Leo hii tutaifungua hii zahanati, mgonjwa atazidiwa hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkuu wa wilaya atahitaji akimbizwe kwenda kituo cha afya, hatuwezi kumwokoa mgonjwa hapa Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mimi kwa jitihada zangu, kwa nafasi yangu, tumekwama, TARURA hawana pesa. Kwa hiyo kwa jicho la huruma tuko chini ya miguu yako kwenye ziara hii Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na mkuu wa wilaya. Mtusaidie, miundombinu sio salama. Wana Kiangala wanapokwenda kumtibu mgonjwa